Njoo bwana tajiri kubwa. Okay, asante rafiki yangu. Pamoja sana bro. Msalimie shemeji Kajala. Poa, ndamwambia. Nzambia ustadhi anakusalimia. Asante sana. Msalimie sana shemeji yangu. Mwambie namkubali sana Kajala. Ndamwambia. Okay. Yo, Juma na Msoma. Niko na Konde Boy, Harmonize. Msanii number 1 East Africa na Africa baada ya Burna Boy. Burna Boy ajipange. Inaonekana kwamba sio siri tena, Ustaz Juma na Musoma amejaribu kuongea na Harmonize kupitia live, na maanisha kwamba walikuwa wanaongea WhatsApp kama sijakosea, maana video hii ambayo ina trend katika mitandao ya kijamii akiwa anajaribu kumwambia Harmonize angalau kidogo basi aweze kumsalimia Kajala, na kwake Harmonize akaamua kureply kwamba atamsalimia na atamwambia kwamba Ustaz Juma na Musoma ameweza kumsalimia, na ipo wazi kabisa inawezekana kwamba sio siri tena kwamba wawili hao tayari gia zimeshaanza kusogea mbele na kila mmoja ni dereva wa maisha ya mwenzake kwa hivi sasa. Na kiona naweza nikasema kwa namna hiyo kwamba Harmonize kwa hivi sasa anafurahia kile ambacho Kajala anakifanya, lakini pia Kajala naye pia anafurahia kile ambacho Harmonize anakifanya. Je, kuna lipi la ukweli kati ya hawa? Je, Harmonize atamuoa Kajala ambaye kwa hivi sasa umri wake unazidi kusonga? Na je, Kajala kweli yupo tayari kwa katika maisha ya kwake Harmonize kuweza angalau kumuongezea mtoto, kwa sababu Harmonize kwanza kabisa ni msanii? Na je, kama wakiachana this time around nini ambacho kitafuata? Kwa sababu timbwili na kwake Harmonize anapoachana na mwanamke huyu kwa kipindi cha nyuma kidogo ilikuwa ni timbwili ambalo ni lizito sana. Walishaachana for the first time, then wakarudiana kwa mara nyingine tena, sasa hivi tena wameachana, ila kuna dalili ambazo zinaonekana kabisa kwamba wawili hawa tayari wapo katika nyumba moja, ni pika pakua. Muda ambao Harmonize alikuwa anakula ndio muda ambao alikuwa anaongea na Ustaz Juma na Musoma. Siku ya jana pia Ustaz Juma na Musoma aliweza kupata wasaa kuongea na Rayvanny Vivani Boy. Yani kwa namna moja au nyingine Ustaz ni kama vile anapata nafasi ya kuwa na our A-list, wasanii ambao ni wakubwa sana katika nchi ya Tanzania, na anaweza communicate nao katika mambo mengi. Hasa katika siku ya jana pia Ustaz Juma na Musoma aliweza pia kutumiwa pesa na Rayvanny Vivani Boy shilingi milioni 10 kupitia akaunti yake ya CRDB, na baada ya muda mfupi basi akaweza kushare video ile kupitia ukurasa wa Instagram, na watu wengi wakawa wameshangazwa na kitendo kile ambacho Rayvanny amekifanya. Ila kuna namna kama vile katika kipindi hichi ambacho Harmonize anazidi kuonekana kwamba ipo karibu na Kajala, ambako basi sio muda mrefu, ni siku ya kesho ambako basi itakuwa ni birthday ya Amara ambaye ni mtoto wake Mario pamoja na Paula. Harmonize amengangania kabisa, ni mtu ambaye ametumiwa barua, anaweza kusema kwamba amepewa kadi kwa ajili ya kuweza kwenda kuhudhuria, na inawezekana Harmonize akawa ni moja kati ya mtu ambaye atakutana na Kajala katika siku ya kesho katika party hiyo fupi ambayo Mario ameiandaa nyumbani kwake. Na je, nini ambacho mashabiki wamekuwa wakikiongea katika mitandao ya kijamii? Bana, muamko ni mkubwa sana. Watu wengi sana wanapenda sana kuwaona wawili hawa, yani Kajala pamoja na Harmonize wakiwa pamoja kwa mara nyingine tena, na wengine wakiwa wanaonyesha kwamba reaction za wawili hao kwamba angalau wakiweza kukutana this time around kwa mara nyingine tena basi ndio iwe forever, yani wawili hao waweze kufunga ndoa kama ilivyo ada. Je, Kajala yupo tayari kuweza kutoka katika dini ya Ukristo na kwenda katika dini ya Uislamu katika umri huu ambao ameweza kutimiza? Na je, Harmonize yupo tayari kuweza kufunga ndoa pamoja na Kajala? Kwa sababu kwanza kabisa alisha kumvalisha pete. Sasa hivi tukio ambalo lingeweza kufuata lilikuwa ni tukio ambalo lilikuwa lasubiriwa tu kwamba Harmonize kuweza kujumuika pamoja na Kajala katika nyumba moja, yani ingeona maanisha kwamba wafunge ndoa ya milele. Bana, mimi nafikiri kwamba sitakuwa na la ziada kwa muda huu. Yani comment yako ndio itakoenda kudetermine kwamba yapi ambayo mnaanza kuhusiana na muamko huu wa mashabiki wengi sana katika ukurasa wa Instagram, huko ambako watu wengi wamekuwa wakiona kama vile Harmonize ni mtu ambaye anateseka sana na mahusiano, na wengi ni mastaa ambao wamekuwa wako karibu yake sana, na mfano kama Shilole katika siku ya leo ni moja kati ya mtu ambaye amekuwa akiwa na muamko mkubwa na kusema kwamba Harmonize katika swala zima la mahusiano
anateseka sana na anamuonea huruma kwa hichi ambacho kinatokea. Ila mashabiki wengi wamekuja na kusema kwamba yawezekana kwamba Harmonize ni mmoja kati ya mtu ambaye ameamua kusema, ila kuna watu wengi nyuma ambao wanateswa sana na mahusiano. Na ukweli mpaka kwa hivi sasa Harmonize yupo single na hatujui kwamba yupo katika relationship. Katika zile relationship zake Harmonize mara nyingi huaga yani kama vile anazitangaza na kuziweka wazi, na mtu kama anatoka na Harmonize lazima tu angekuwa ni mmoja kati ya mtu ambaye ana uwezo wa kuanza kuonekana katika barabara hizi ambazo tulikuwa tunaziona kama katika sehemu za starehe. Wangekuwa wote kama kipindi cha nyuma kidogo alikuwa anaonekana kwamba anatoka na Abigail Chams, lakini kwa heshima ambayo naona kwamba familia yake Abigail Chams imeamua kumpa Harmonize, naona kama vile ameamua sasa kwamba okay, hebu acha ya mambo yaende, hebu lile lilikuwa jambo la kibiashara, ngoja tu concentrate na mtu ambaye ni sahihi katika maisha yangu. Na ngoma ambayo amekuwa akishikilia mpaka kwa hivi sasa ni ngoma ya Furaha. Na je, au ni mpango wa kuachia albamu ambayo anayo? Kwa sababu kuna mengi ambayo watu wengi wamekuwa wakihusanisha pamoja na matukio haya. Je, vipi kuhusiana na tukio ambalo ameambiwa na shabiki kwamba wewe upo razi ufanye mambo yako mengine yote lakini usimpromote Ibra? Je, haya yote yana ukweli ndani yake kwamba Harmonize hawekezi nguvu yake katika swala zima la kumpromote msanii wake ambaye amemtoa kuanzia chini mpaka kwa hivi sasa tumeanza kumuona akiwa katika level hizi kabisa ambazo anazidi kujipambania yeye kama yeye? Dondosha comment yako hapo chini utuambie. Mimi sitakuwa na la ziada kwa muda huu, yangu ni hayo tu kwa muda huu. Mimi ni Pablo Escobar, bye bye for now.